Ya, ulikuwa mchezo mzuri sana kwa upande wa Simba. Ni kitu ambacho nimekiona. Inawezekana kuna tofauti ambazo zipo baina ya wachezaji na uongozi, wanabidi wazimalize. Inawezekana wachezaji wanakosa posho kwa wakati ama mishahara, mimi sijui, lakini kuna nafasi ambazo ulikuwa unaziona Simba anapaswa kuandika mabao, lakini vitu vinakuwa tofauti. Naamini Simba angeweza kuwa makini kwenye mchezo wa leo. Wao ndo walikuwa wa kwanza, dakika 45 kipindi cha kwanza tu walikuwa wanaondoka na mabao karibia hata matatu au mawili, lakini unaona namna ambavyo Simba amekuwa na shida kwenye eneo la ushambuliaji, na moja kati ya timu ambayo ina wachezaji bora sasa sana hususan kwenye eneo la ushambuliaji ni pamoja na Simba. Ina wachezaji ambao kwa vilabu vingine kama Young Africans, Azam FC inawapata wachezaji, basi inawezekana timu ikawa tishio sana, lakini Simba na kila kitu ambacho sifikiri kuna shida gani, lakini inawezekana tukawa tunazipeleka lawama kwa makocha moja kwa moja, lakini bado kuna changamoto kubwa sana kwa sababu kocha wa Simba, meneja aliondoka kwa sababu hii, si ndio? Lakini kilichotokea mchezo wa leo, lawama ukizipeleka kwa Matola, manake unaokosea mpira heshima, kwa sababu anafanya kila kitu, selection ya kikosi alichoanza nacho. Of course inawezekana akikuonekana kuwa bora hivyo, kuna baadhi ya watu wanatamani angeanza Nabi Kamala, wengine wakisema kina Jonathan Soa alipaswa kuanza, kina Jansha Lea lakini bado uko unaona maamuzi ambayo kocha anapaswa kuyafanya kwa wakati. Lakini dakika 90 zinatamatika, magoli ya kizembe kabisa ambao wanafungwa Simba. Mimi naamini inawezekana kuna changamoto kubwa sana. Inawezekana ni jambo ambalo linachukuliwa kawaida, lakini kama Simba watamaliza changamoto zao kwenye uongozi, kwa sababu kwa taarifa ambazo zipo ni kama kuna baadhi ya viongozi na wachezaji wake, huyu ana fungu lake la wachezaji. Kwa hata unavyoenda uwanjani, ikiwa kuna sintofahamu baina yao, ni rahisi kuambia ukipata nafasi ya kucheza fanya 1 2 3. Kwa hiyo kuna changamoto kubwa sana ambayo inawatafuna Simba. Mechi ambazo unapaswa kushinda kuzipata alama 3, unadondosha alama kirahisi kabisa. Kwa mchezo wa leo Simba alikuwa anaondoka na alama yoyote, yani amezikosa 3 basi hata alama 1, lakini dakika za mwishoni kabisa tazama kinachotokea. Kwa hiyo kwangu mimi lawama ukiniambia nimpelekee kocha, binafsi sioni kama kocha alikuwa na makosa yoyote, lakini lawama inawezekana ziende kwa wachezaji moja kwa moja, uongozi sasa malize tofauti zao. Kipindi cha pili Simba tumebadilika nini kupelekea Azam kubuka na ushindi? Tuongelee kiufundi kidogo. Kitu cha pili ambacho kilibadilika, kwanza tayari Azam FC walikuwa wanaona ni kama inawezekana. Kipindi cha kwanza ni kama waliwaacha Simba waweze kucheza mpira, lakini wamerudi second half, kocha Ibenge akawa tayari ameshaona ubora wa Simba na udhaifu uko wapi. Akaanza sasa kutoa mbinu zake kwa wachezaji, namna ambavyo ya kwenda kutekeleza kila alichokuwa anakihitaji. Ukaanza kuona tayari Azam wanabadilika kwenye eneo la katikati. Mwanzoni walianza na Sedio Kanute, baada ya kutoka akaingia Kaminko. Unaona tayari ni kama Simba akawa anafikika kirahisi, na ndo muda ambao kocha anafanya maamuzi pia ya kumtoa Arasani Kante. Kwenye mchezo wa leo mchezaji ambaye amefanya kila kitu vizuri ni pamoja na Kante, lakini bado uoni kwenye kile ambacho timu kama Simba inapaswa kuwa nacho na kikosa. Nafikiri haukuwa mchezo mgumu sana kwa Simba. Ulikuwa ni mchezo ambao Simba alikuwa anaondoka na alama, yani alama 3 au alama 1 Simba alikuwa anaondoka nao kwenye mchezo wa leo, lakini baada ya dakika 90 makosa ambayo wameyafanya tayari wanakwenda kuwagharimu. Kwa hiyo kiufundi nafikiri Azam walikuwa bora sana, hawakutaka kupishana na Simba muda mwingi, lakini pia walijua madhaifu na ubora wa Simba uko wapi, and then wakawa wanautumia kama faida. Kwa mchezo wa leo Faisal ambaye amekuwa hatari sana, hakuwa na movement nyingi sana, lakini utapenda kitambala bora namna ambavyo alikuwa na wakati mzuri sana. Tokea dakika ya kwanza ya mchezo alianza kuonyesha huo hatari.